TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightness your day. Karibu sana mtazamaji wa Star TV ambaye unatuangalia. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kipindi chetu kizuri. Kama ndo unakuja hiki ni kipindi kizuri sana. Amka na tumsifu Mungu, ndo kipindi chetu kinachoendelea muda huu wa leo. Lakini Mungu ametupa kibali zaidi kizuri sana. Leo tuko na mtumishi wa Mungu, mwimbaji. Ni mtumishi wa Mungu kwenye engo ya utumishi wa Mungu kama mchungaji, lakini pia ni mwimbaji. Lakini leo tutazungumza sana kuhusiana na huduma yake ya uimbaji. Bila kusahau uko na mimi Stella Shao. Kama kuna wengine wako pembeni, waite tujumuike, muendelee kujifunza, utapata vitu vingi na vizuri. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Asante sana. Ninafurahi kuwa na wewe hapa mara nyingine na nyingine na nyingine. Yes. Karibu sana, lakini moja kwa moja twende kwenye huduma yako ya uimbaji. Mtumishi wa Mungu, mara ya mwisho kuwa hapa tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Ijumaa Kuu, mambo ya Pasaka. Yes. Kama mchungaji ukatufafanulia. Lakini leo tuko hapa kulingana na project yako mpya ambayo umeiachia. Lakini pia moja kwa moja naenda, unawezaje ku-maintain haya mambo? Huku mchungaji, huku mwimbaji, huku ni baba, mambo yanaendaje hapa? Kwanza kabisa Stella, nashukuru sana kwa hapo tena kwenye kipindi hichi. Kipindi pendwa kabisa na watazamaji wengi sana wa sehemu mbalimbali za Tanzania. Ni baraka kuwapo tena pamoja nawe na kwa hawa watazamaji ambao wanatusikiliza na kututazama. Kwa ufupi ni kwamba kitu chochote ambacho unakusudia kukifanya unakuwa na muda nacho. Ukimwona mtu anakuambia kwamba sina muda wa kitu fulani, na maana kwa ufupi ni kwamba hajataka kufanya hicho kitu. Kwa hiyo mtu kama ukiwa na huduma ya uimbaji, alafu tena ni mchungaji na tena ni baba, unachokifanya vizuri ni kupanga muda wako. Kwa hiyo kwamba kuna muda wa kuwa na huduma ya kichungaji, kuna muda wa kufanya huduma ya kiuimbaji, kuna muda wa kuwa baba au mume nyumbani. Kwa hiyo kwa ufupi ni kuweka tu ratiba zako vizuri na kupanga mambo vizuri bila kuruhusu kitu kimoja kilalie vitu vingine au kizidi vitu vingine. Okay, tumeenda sawa kabisa hapo. Nitaka tu tufungue kwa hivyo. Yaani unawezaje kuwa na vitu vyote hivyo na mimi nikae hapa niwe na wewe kama mchungaji, niwe na wewe kama mwimbaji? Moja kwa moja kuna watu wanatutazama sasa. Mimi ni mara yangu ya 3 ya 4 na kuwa na wewe kwenye kipindi. Kuna mgeni wetu anatamani kusikia jina lako wewe mwenyewe kabisa, wewe ni mtumishi wa Mungu wapi na wapi, ili ajue jamani yule ndo huyu ni Inue au mwingine. Majina yangu ni Freddy Kiara. Okay. Ni mchungaji wa makanisa ya Presbyterian. Okay. Pia ni mume wa mtu mmoja na watoto wawili wa kivulana. Mmoja ni miaka 12, mwingine miaka 20. Kwa hiyo na nimekuwa nikitumikia Mungu kama mchungaji kwa kipindi zaidi ya miaka takriban 15. Kama mchungaji aliyesimikwa. Lakini katika habari za utumishi nimeanza utumishi muda mrefu. Na hasa huduma ya uimbaji. Huduma ya uimbaji nilianza wakati nikiwa mdogo kabisa, teenager. Nikiwa na miaka 12, 13 tulianza kuimba. Kwa hiyo uimbaji ulikuwa ndani yangu muda mrefu. Isipokuwa sasa baadaye unapokuwa unaingia kwenye huduma za kichungaji ni kama unafukia chini. Unaanza kama ngoja sasa niendelee zaidi na kufundisha na kuhubiri na kufanya kazi ya kichungaji. Lakini miaka 2, 3 iliyopita nikaona hapana, pamoja na kwamba ni mchungaji lakini ngoja niendeleze huduma hii ya uimbaji pia. Okay, kabla tujafika huko tuelezee nyimbo hii ni Inue. Unajua nyimbo zinakuja na majira tofauti. Kuna mwingine anapitia kwenye mapito, anafika mahali anasema ngoja sasa niachie huu wimbo baada ya kuvuka kwenye mapito, au niachie huu wimbo ambao utanibembeleza kwenye mapito yangu. Lakini mwingine anaguswa aachie nyimbo kwa ajili ya wengine, anapata tu ufunuo. Wakati mwingine ana uhitaji au Mungu alishamuinua. Lakini tuje kwako, hii ni Inue ilikuja kwenye mazingira gani? Kwanza labda nianze na kusema kwamba nilizindua albamu yangu mwaka jana mwezi wa 10. Okay. Albamu ambayo ilikuwa ina jina la Inuka Africa. Yes. Ambayo albamu hiyo ina nyimbo 10 katika nyimbo hizo, na moja katika nyimbo hizo hii ambayo tumeinua hivi nimeachilia hivi karibuni kwa video yake ambayo inaitwa Niinue. Sasa wimbo huu wa Niinue unatoka kwenye kitabu cha Injili, wakati Yesu anasema nitakapovutwa, nitakapoinuliwa kwenda juu, nitawavuta wote kuja kwangu.
Ni kwamba unajua ukimsifu Mungu, ukimtukuza Mungu, Mungu ambaye anakaa kwenye utakatifu, kwenye amani, kwenye furaha, anakuvuta wewe kuja kwenye lile eneo ambalo yuko. Haji kwenye shida yako, wewe ndio unakuja pale Mungu alipo. Okay. Kwa hiyo wimbo huu una maana kwamba ni tumuinue Kristo Yesu hata kama unapitia changamoto. Hata kama unapitia shida, ukijifunza kumsifu Mungu wakati wa changamoto zako, wakati shida zako, wakati mapito unayopitia, ukaendelea kumsifu Mungu, Mungu atakuvuta kutoka pale ulipo kwenye changamoto zako kukuleta pale ambapo anataka uwe. Na ndio maana wimbo tu niinue, nitawavuta wote kuja kwangu. Yes. Okay, hapo tumepata ufafanuzi wa nyimbo. Sasa tuinuliwe, kwa sababu mimi nilikuwa sijaelewa kidogo. Umezungumza kitu kikubwa hapo kwamba yani unapokuwa na shida ukawa mbele za Mungu, Mungu aje, wewe ndo unafika. Yes. Okay. Iko ni kitu kipya kidogo. Mimi nilijua pale nikiita Mungu anakuja karibu. Kumbe nakuwa karibu na yeye pale ambapo yaani kwa bana nyingine ule uwepo wake sasa unakuwa dhahiri kwako. Alafu sasa ule uwepo wake ndio ambao una uponyaji, una uzima, una furaha, una mpenyo, una utatuzi wa shida zetu zote. Lakini uwepo wake hauwezi ukadhihirika kama hatujamsifu. Maana maandiko pia yanasema Mungu anaketi kwenye sifa. Kwa hiyo ili taka Mungu adhihirike kwenye maisha yako, muinue. Ukimuinua kwa sifa, atakuvuta kuja kwenye uwepo wake. Atadhihirisha ule uwepo wako kwako. Na ile changamoto ambayo unapitia ataitatua. Mimi nimeshashuhudia kabisa watu wanapokea uponyaji bila hata kuombewa kwa sababu ya sifa tu. Mimi nimeshuhudia Mungu akutana na mahitaji yangu wakati namsifu tu. Ghafla napokea simu, mtu ananiambia kwamba kuna kitu fulani hivi na hivi na hivi, na kwa utatuzi wa changamoto ambayo napitia. Kwa sababu Mungu anaketi kwenye sifa, na tunapomsifu wakati tunapitia changamoto mbalimbali, basi Mungu huwa anajidhihirisha na uwepo wake, anatuinua na kutuvuta pale ambapo tunapaswa kuwa. Amen. Waimbaji bwana wana sera zao. Ukikuta mwimbaji labda ndo anachipukia huko kama anapenda sana kumwabudu Mungu, nyimbo za taratibu, mwambie wewe mwanangu, uko wewe utoboi. Watu wanataka vibe, watu wanataka kuchangamka. Yaani wengi wanatumia ule mchangamko kwamba ndo tunaohitaji. Yaani watu wanapenda vibe, kurukaruka na nini. Wengi hawaamini kwamba kuna watu wanataka kupewa jumbe kwa mfumo, yani miondoko fulani hivi ya taratibu. Wewe ulipokuwa unatengeneza labda nyimbo zako, maudhui yake na namna yake, au hujakutana na hii changamoto labda watu kukuambia mbona unaimba labda style hii sana? Ukweli ni kwamba kuna aina mbili ya utunzi. Kuna watu wanatunga nyimbo kwa ajili ya kupendezesha watu. Okay. Kwamba anataka apendezeshe watu, kwa anatafuta beat ili aimbe a trend. Lakini nyimbo zangu zote ambazo nimezitunga nilikuwa siangalii kwamba ni trend. Niliziandika kwa sababu nilikuwa Mungu ananifunulia au napitia kipindi fulani au wakati fulani, naandika ule wimbo, na wimbo unakuja pamoja na ile beat au style ya ule wimbo unakuja. Kwa mfano niinue niliandika wakati kuna kipindi ambacho nilikuwa napitia, kuna changamoto nilikuwa napitia. Alafu nikajifunza kwamba unajua hata kama asubuhi zangu zinakuwa sio nzuri na mambo yangu sio vizuri, bado Mungu anastahili sifa. Na ukimsifu atadhihirika. Nikaanza kumsifu na nikaona Mungu ana moyo wangu ambao ulikuwa unakuwa mzito unaanza kuwa mwepesi, unaanza kusikia furaha na ile amani ambayo nilikuwa nimeipoteza. Kwa hiyo nitunga kwa sababu ya kile nilichopitia, si kwa sababu nimeangalia watu wanataka nini alafu nikawatengenezea. No, it's more personal. Na mara nyingi nyimbo ambazo zinatoka kwenye mafunzo au mapito binafsi zinazotokana na kile kitu ambacho Mungu anakufundisha wewe, zinagusa zaidi watu. Kwa sababu kitu kingine unajua ni nini Stella, ni kwamba tuna hasa waimbaji tuna mchezo wa kutaka kuiga mpaka wahubiri kitu kipo sana. Tunaona kwamba Stella amefanya kitu fulani na mimi nataka nifanye. Sasa ni vizuri ufanye kitu kutoka moyoni. Yes. Kama wimbo unakuja unasikia ni wa Kiswahili, wa Kiingereza, nenda nao. Unaweza usitoboe kama wimbo ambao Stella ameuachilia, lakini umefanya sehemu yako, kwa sababu kila mtu ana njia yake. Hatuwezi wote tukawa Rose Muhando, Upendo Nkone, au tukawa waimbaji wengine kama nampenda mwimbaji alimba Upendo
upendo unajulikana wakati wa shida. Ambwene. Ambwene. Hatuzo tukawa kina Ambwene. Kabisa. Na kama kwa mfano ukiangalia Ambwene ni mwimbaji ambao mimi nampenda sana. Yeye amekaa kwenye lane yake. Nyimbo zake ni zile za mafundisho na story. Na ukisikiliza wimbo wake unatoka na kitu. Kwa hiyo kila mtu Mungu amemuita kwa sehemu yake, na kila mtu akifanya kwa sehemu yake bila kutaka kumwiga mwingine, utagusa watu fulani. Unaweza usihamasisha watu wengi, lakini ukagusa watu ambao Mungu amekusudia kwa kipawa ulichonacho uwaguse. Kwa hiyo mimi nikutie moyo pia, kama ulivyoanza kusema wewe mwimbaji, usifanye mambo kwa kuiga. Fanya vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako, kwa sababu kile ulichonacho Mungu amekupa ili kiguse mtu fulani. Usipokifanya wewe, hakuna mtu mwingine atakifanya. Kabisa. Na ukikifanya, basi kuna watu kitawagusa. Kinaweza sikiguse watu wengi kama wengine unavyodhani, lakini kuna watu ambao watasema kama sio wewe, mimi nisingechomoka kwenye hapa ambapo nilipo. Yes. Tukiwa tunaelekea kumalizia sasa hapo, kuna jambo moja la msingi ambalo nataka uzungumze na watu. Tunafanya kipindi kwa ajili ya watu, kuelimisha watu. Yaani tuwe na huduma za uimbaji, za ibada, lakini zina utukufu wa Mungu na zina elimu ndani yake. Kuna watu leo wapo makanisani. Yeye ni muombaji. Ikitokea anawiwa kusafisha kanisa au kuombea, labda mapepo yameanguka, aende pale akayaombee, kuna watu wanamwangalia, huyo ana kielele, Mungu hawezi kukupa karama zote. Yaani eti huyo anaomba, huyo anafagia, huyo eti anashika watu mapepo, watu wana vielele. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu wale waliopewa talanta. Okay. Akasema mwingine akapewa talanta 2, mwingine akapewa talanta 3, mwingine akapewa 5. Alafu asema kila mtu alipewa sawa sawa na uwezo wake. Okay. Kwamba Mungu anampa kila mmoja sawa sawa na anavyoona kwamba anaweza kumudu kile kipawa alichonacho. Kuna mwingine ana kipawa kimoja, kuna mwingine ana vipawa zaidi viwili, kuna mwingine ana vipawa 5. Na niseme ndio maana Paulo pia kaandika akasema kwamba kwa aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Yes. Kwa hiyo tusitamani kuwa na vipawa vingi, kwa sababu pia tutatoa hesabu katika kila kipawa ambacho Mungu amekupa. Utatoa hesabu kwamba ulikitumiaje hicho kipawa. Kwa hiyo usimuonee wivu mtu ambaye ana zaidi ya kipawa kimoja. Kwa sababu kama wewe umepewa kimoja tu, Mungu ameona uwezo wako ni huo. Kama umepewa viwili tu, kuna mwingine na zaidi ya viwili, Mungu ameona uwezo wako ni viwili. Cha muhimu kufahamu kwamba wote watalipwa sawa sawa na kazi waliyofanya. Kwa hiyo tusiwe watu wa kuoneana wivu au kunyoshia wengine vidole. Na mara nyingi watu ambao huwa wanakuwa na maneno sana kanisani ni wale watu ambao wafanyi chochote. Okay. Lakini wakati huu pia nikupe nafasi ya kutambulisha sasa nyimbo yako, watu wanaipataje, watu wakitaka sasa kupata kwenye mitandao ya kijamii, namna ambavyo wanaweza kukupata. Mimi napatikana kwenye social media kama jina Freddy Kiara, F-R-E-D-D-I-E, Freddy Kiara. Na nipata Facebook jina hilo, TikTok, Instagram, kwenye social media najulikana hivyo. Kwenye YouTube channel yangu pia ambayo ni Freddy Kiara, ambayo ni Freddy Kiara, ukisubscribe utapata, kuna nyimbo ambazo nimeziachilia, ziko kama nyimbo kadhaa, na kuna nyingine ambazo tutaziachilia. Kwa hiyo ukisubscribe utapata notification au utajulishwa nitakapotoa nyingine. Kwa hiyo karibu sana kwenye channel yangu, angalia nyimbo ambazo nishaziachilia toka mwaka jana, na mwaka huu mwanzoni niachilia wimbo mmoja unaosema unishike Bwana, na hivi wiki 2-3 zilizopita nimeachilia wimbo ambao unasema niinue. Kwa ukiingia kwenye YouTube channel ukaandika Freddy Kiara utanipata. Karibu sana. Okay, na mimi watu sasa watakutafuta kwa namna ambavyo umetaka wakutafute kwenye mitandao ya kijamii pekee, watakutafuta. Na watajifunza pia vitu vingi. Wale wapenzi ambao mnapenda kumwabudu Mungu kwa miondoko yetu taratibu, nasikiza nyimbo kunaendelea na mambo mengi, unaweza hata ukalala ukaamka unaota maono. Ndio vitu hivyo vya kwenda kuvifuatilia YouTube, unaenda kupata ujumbe mzuri na unainuka kama ambavyo ujumbe unasema niinue. Lakini pia ukienda utakutana na baraka nyingine nyingi. Kama unataka kujifunza kuwa mtu wa kufuatilia wengine wanafanyaje, kama unapenda nyimbo za taratibu, angalia sasa mtumishi wa Mungu anafanyaje. Ukienda kwa Ambwene tena kidogo huko anafanyaje. Na kama unataka zile nyimbo mpaka usikie jina la Yesu ndio ujue hizi ndo za kanisani, unafuatilia watu wanaofanya hivyo. Lakini
nipende tu kukushauri mtazamaji ambaye unatuangalia, usikae tu wakati unatamani kufika mahali. Angalia huko unapotaka kwenda, unatakiwa ufikaje, kama kwa kukimbia, kwa kutembea, taratibu unaangalia sasa ujiprotect vipi kufikia maono yako. Mungu akubariki sana mtazamaji ambaye umechukua nafasi yako unatufuatilia. Lakini kuna wale wanafamilia jamani, mko na mimi hapa tu hapa paka mmezoea wageni wangu. Nasema yule tunamjua. Mungu awabariki sana. Nayo furaha kuambia Mungu awabariki sana, na nina furaha kubwa kuona bado mnatufuatilia na kuendelea kuifuatilia Star TV. Mungu awabariki sana. Niko na mtumishi wa Mungu Fred Kiala, alikuwa na mimi Stella Shao katika kipindi kizuri cha Amka na Tumsifu Mungu. Kipindi hiki kinaruka kila Jumapili kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Mungu akubariki sana na awabariki watu wote ambao wanahakikisha tunakuwa hapa na unatuona kwa ubora. Amina, bye bye. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie